Kifuatilia wacheza mpira wale ambao wamepita kidogo kwenye Taifa kwa muda kidogo uliopita, wengi walikuwa wanajivunja kwa sababu wanaona kwamba akienda kwenye national team posho ni kidogo, alafu hiyo posho yenyewe haipati kwa wakati, alafu mwisho wa siku anaona kuna haja gani mimi kwenda kule sasa. Sikia hapa. Ni sanaa na michezo. Waziri ni Profesa Palamagamba John Kabudi, naibu waziri ni Hamis Mwinjuma au maarufu Mwana FA, na naibu wa pili ni Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Sawa, Paul Christian Makonda, naibu waziri wa pili. Yaani kiutaratibu hii ni bora sana. Kwa maana kuna mtu ambaye ni senior, sawa, alafu wengine ni vijana. Yaani kuna namna ambavyo umetengeneza wizara kuwa yenye balance. Kwanza kuna muda unajua umri wa Mwana FA sio umri wa Palamagamba Kabudi. Yes. Na unaweza kusema Mwana FA na Makonda wanazidiana kwenye ukomavu wa kisiasa, lakini kwenye swala la kimichezo Makonda amewahi kuwa mlezi wa Simba Sports, si ndio? Maana yake ni mtu wa michezo. Sawa. Lakini pia kwenye uhalisia ni kwamba pamoja na yote, mmoja kwenye sports yuko vizuri sana, lakini mwingine pia kwenye burudani yuko vizuri sana. Unaona namna ambavyo balance imepatikana pia hapa. Maana yake hapa watafaidika watu wote, si ndio? Lakini wakiwa wanaongozwa na nani? Na Palamagamba John Aidan Mwaruko Kabudi. Taja majina yake kamili kaka. Usitaje majina mepesi. Majina yake yote matatu. Kwa mantiki hiyo, Peter Passion, unaiona kwamba Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo ikiwa sehemu salama kabisa kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata kilicho bora, kukuza na kueneza zaidi sekta ya michezo, lakini pia kuibua vipaji zaidi kwetu nchini Tanzania? Wanapaswa kufanya kazi kwa kutazama shirikisho linataka nini, BMT baraza la michezo linafanya kitu gani, wana mawazo gani, kipi ambacho kipo kwenye project wakifanyie kazi. Huu ni mwaka wa kazi. Huu ni mwaka wa kazi, na kwenye football ni sehemu ya kutengeneza utalii. Kwa hiyo unavutia watu wengi sana kuja, lakini pia ni kipato kinapatikana kikubwa zaidi. Unaitangaza nchi kwenye michezo. Tumeshuhudia hapa timu ya taifa sasa hivi inacheza na timu za taifa za Kuwait, si ndio? Vilabu vyetu sasa hivi vinafanya vizuri kwenye kimataifa. Kwa hiyo tunatamani kuona namna ambavyo wameaminiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wenyewe wakampe imani kwamba okay, umetuamini kufanya hii kazi au kutupa hii nafasi, tukaifanya hii kazi kwa weledi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tunakitamani sisi ambao ni wadau wa michezo. Tunaamini kabisa kwamba kwa uwezo wao, experience yao, kwa nafasi ambao wamepewa nafasi hiyo kuifanya, haiwezi kuwa na mashaka kwa upande wetu sisi. Lakini kitu bora zaidi ambacho kitaweza kuwasaidia, lazima washirikishe watu ambao wanajua hizo michezo. Kwa mfano, unataka kitu cha kimichezo, mpira wa miguu, si ndio? Labda mpira wa beach soccer, let's say. Labda unataka kuhusiana na futsal, si ndio? Labda unahitaji labda basketball. Lazima wafuate wataalamu wale. Kuna weakness gani, si ndio? Shirikisho lipo. Labda una changamoto ya kutaka kujua labda wasanii wa nyimbo za nyimbo zote, maana yake hata gospel zimo humo, si ndio? Unataka kwenda kwenye nafasi hizo. Nini unatakiwa ukifanya, upite njia gani, si ndio? Kuna watu wengine kuna vitu vinaitwa miraba, wanalalamika sana wasanii. Kwa hiyo vitu kama hivi unapaswa uvifuate. Ndio maana pale kuna Mwana FA. Kwa hiyo anajua soko la muziki likoje, anajua changamoto zake zikoje, kila kitu anakijua. Kwa hiyo inaweza kusaidia kwa sababu wanashirikisha wakishirikisha watu wengi, unapata picha nzuri zaidi. Kwa hiyo pamoja na kuteuliwa, lakini pia bado anahitaji jamii iwasupport. Yaani atapokuja hapo Makonda, atapokuja Mwana FA au Palamagamba Aidan Kabudi, atapokuja kuomba ushirikiano kwa waandishi wa habari, si ndio? Kwa sisi waandishi wa habari labda za michezo au waandishi wa habari kwa engo yoyote ile, maana yake ni kutaka kupata muongozo au kile ambacho jamii inakitaka kuhusu michezo. Kwa hiyo tusisite kuwapa support ili mambo yaweze kwenda mazuri sana. Mimi naamini kwa sababu asilimia kubwa pale wote wanajua michezo, si ndio? Na tunaweza tukapata kitu kizuri kuanzia pale. Mtu yoyote ambaye anaweza kuwa kiongozi, anaweza kuwa bora zaidi akishirikiana na watu wa michezo watatu
tuna AFCON, lakini pia tuna vilabu vinne vinavyowakilisha Tanzania katika michuano ya kimataifa. Tunaanza manake kwa mantiki hiyo tuanze kuona moto wao mapema zaidi, hamasa za hapa na pale kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya vema, si kwa timu ya taifa tu, hata kwa upande wa vilabu. Tunaona kuna goli la mama hapo. Tunategemea kuona hivyo. AFCON ni Desemba tu hapa. Manake mpango kazi uliokuwepo unapaswa kuendelea. Uzuri wa bahati ni kwamba Mwana FA sio kwamba hakuwepo. Alikuwepo. Kaongezwa pale Paul Makonda. Sio kwamba Kabudi hakuwepo. Alikuwepo, si ndio? Manake mpango kazi uliokuwa nao ni kushirikiana na kuendeleza kila ambacho umekipanga. Mashirikiano, kushikamana kwa mambo makubwa ambayo tuko nayo hapa mbeleni. Kwa mfano kwenye mpira wa miguu ni umekuwa maarufu sana, si ndio? Tuna AFCON hapa, tunaendaje Morocco? Wao kama baraza la mawaziri, si ndio, kwenye engo ya michezo wanaendaje, mipanga mikakati gani, si ndio? Kumbuka mama pia ana support kuhusiana na michezo, huwa anatoa goli la mama. You never know, labda kama ilikuwa ni kiasi hiki kwenye goli la mama akaongeza kwa thamani kubwa zaidi kwa motivate wachezaji. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kinakuwa kizuri. Lakini changamoto kwenye timu ya taifa huwa ni posho kwa wachezaji. Yaani posho ndio huwa changamoto. Unaona timu ya taifa ya Nigeria, changamoto zao huwa ni posho. Kuna wengine mpaka wanasema bana wanagoma mechi kucheza kwa sababu wanahitaji kupata kile kitu ambacho umeahidiwa. Ukimwahidi mtu hata kama ni kitu kidogo, unapaswa umpe kwa wakati. Bana tutakupa 20,000. Basi mpe hiyo 20,000. Kwa moja wapo ya kwenda kuweka kuboresha zaidi kwa swala zima la posho kwa upande wa national team. Yes, kwa sababu kuna goli la mama. Hii ni sehemu ya posho. Hii ni sehemu ya posho. Nzuri sana ile. Lakini unajua kuna ile ukiingia kwa national team, si ndio? Labda kuna kiasi ambacho kimetengwa. Labda ukiingia national team kwa siku moja, siku mbili, labda tukakaa siku 10, kila siku moja labda ni 100,000. Mmekaa siku 5, si ndio? Shingapi? 500,000. Mmekaa siku 10 ni milioni 1. Ile pesa mpatie mchezaji kwa wakati. Sababu timu ya taifa haina mishahara kaka. Timu ya taifa ina posho. Hizo posho hizo ndo wachezaji, unajua ukishamwambia mtu bana timu ya taifa pamoja na ni kuitumikia taifa ni uzalendo, lakini kuna chochote unakipata. Haiwezi kumsaidia kujenga nyumba. Haiwezi kumsaidia sio kufanya kitu gani kikubwa, lakini ukimpatia kile kiasi ambacho kipo inamsaidia kumotivate yeye. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunakizungumzia hapo. Wachezaji mpira wengi sio kwamba hawapendi kucheza national team, ila wanaangalia ni kwenda national team. Unaweza ukaumia, ukiumia unaenda kutibiwa wapi? Ndio kipengele. Ndio inakuwa changamoto kubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unalikuta mchezaji inabidi atafute sababu zingine za ziada.